Mkanukulu vile vile maneno Ibn Qayyim anayozungumza kwamba huyu ni imamul mulhidin alkafirina billahi wal yawmil akhir. Ibn Sina ni imamu wa mulhidin, wenye kumkufuru makafiri, wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu, na hawa wote wamekuja baada ya Ibn Sina kwa qurun, kwa uchache karne mbili. Kwa nini wasizingatie kwamba huyu mtu alitubia huko nyuma? Swali liko hapo. Mbona mtu katubia thumma taba wa ghatasala wa salla, kisha akatubia, akaswali, akafunga, akatoa sadaka? Sasa kwa nini wanawachuoni wasizingatie toba yake? Imamu Sheikh al-Islam bin Taymiyyah katika vitabu vyake kamtandika vibaya mno. Soma Majmuu Fatawa, soma Minhaj Sunna, soma Daru at-Ta'aruf, soma Bayan Talbis al-Jahmiyya. Uone maneno ya Ibn Taymiyyah yanazungumza kuhusu Ibn Sina, mpaka akasema hivi. Kwa maana ya maneno yanasema, nimezungumza kuna makala maalum nimetoa kuhusu Ibn Sina. Nasema wa hakama kitu kama fuqaha Bukhara ala sema wametoa hukumu ya watuani wa Bukhara huko Bukhara, katika mji wa Bukhara kusini mwa Rasha. Walikuwa wanasema wanawachuoni wa Bukhara fuqaha kwamba Ibn Sina kana kafiran dhakia, alikuwa ni kafiri mwerevu. Haya maneno yako ndani ya kitabu cha Ibn Taymiyyah. Alikuwa ni kafiri mwerevu. Kwa nini kafiri na katubia? Kwa sababu haya maneno kama katubia anaeleza al-Imam Adh-Dhahabi kwenye kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala juzuu ya 10 iko pale Muassasa ar-Risala, kaangalieni. Ameeleza katika taarifu kwamba Ibn Sina aliweza akatubia. Huyo kwenye kitabu chake kwenye Mizani ya Itidali anasema kwamba haisi halali kupokea kwake na amtie kwenye ukafiri. Kuna nini? Sasa nilipotoa hoja hii nikasema na nyinyi shule yenu mwaita Avicenna. Avicenna maana yake ni kwa Kihispaniola hicho. Kwa Kiarabu ni Ibn Sina. Huyu mtu mnamwadhimisha. Ala aqall huyu ni mtu wa bid'a, kwa sababu alikuwa ni qurn tayyib madhhaba, ni katika karamita. Mwajua karamita? Baba yake na yeye mwenyewe alikuwa ni karamita, na jieleza yeye mwenyewe. Na Ibn Taymiyyah kayataja na Imam Ibn Qayyim ameyataja haya. Karamita ndio wale walikwenda kwenye Al-Kaaba wakavamia, wakawaua Waislamu, wakachukua Hajarul Aswad wakakimbia nao kwenda kwa miaka 20 na kwa hiyo akali yeye ni qurmuti, baba yake karamita na yeye mwenyewe katika karamita. Falsafa ndio mwingine katika mambo ya kufuru. Sasa ya kufuru ya dhahir, kwa hiyo tukimtoa kwenye ukafiri abaye kwenye karamita bado ni mubtadi. Nini mbona mnaadhimisha? Hamuoni kuna athari kwa watoto mnaowalea katika shule hiyo? Nini leo mnaweza kutetea? Kesho utakufa, miaka 10 ijayo utakuja mwingine, miaka 20 utakuja mwingine, miaka 50 inayokuja